Mtakatifu Mungu wa Israeli, ninakushukuru kwa ajili ya neema yako na kwa ajili ya taifa lako hili. Bwana, naomba uwepo wako uwe pamoja na watu wako, wachaze nguvu na neema Bwana, kwa neno hili ambalo linataka kutolewa kwa ajili ya taifa lako. Wajaze neema ya kusikia mausia yako na nguvu zako zionekane na kudhihirisha kwa maisha ya watu wako. Bwana, wajenge upya na kuwafanya upya katika jina kuu la Yesu Kristo. Baba, achilia aliyo neema yako ionekane kwa ajili ya taifa lako na kuwajenga upya na kuleta mageuzi na mabadiliko makubwa katika maisha yao kupitia neno lako, kwa maana neno lako ni kweli, neno lako ni amina. Asante kwa ajili ya uwepo wako na rehema zako kwa ajili ya taifa lako. Bwana, wafungue na kuwakomboa kutoka katika minyororo ya shetani na kila nira yote ya uharibifu wa giza inaweza kusababisha watu wako wasisikie neno. Bwana, ipate kushindwa katika jina kuu la Yesu Kristo aliyefufuka. Roho Mtakatifu, wajaze watu wako neema ya ufungulivu katika jina kuu la Yesu Kristo. Amen. Wapendwa katika Kristo, tuna somo ambalo kichwa chake kinasema ijue lengo ya shetani kuhusu maono ulio nayo. Ijue lengo la shetani kwa maono ulio nayo. Tasoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 12 mstari wa 9. Biblia inasema, yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Amen. Neno la Mungu linaonyesha wazi kwamba shetani alitupwa kwenye nchi, mahali ambapo wanadamu wanakaa. Unaposoma pia kwenye hicho kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 12 mstari wa 12, Biblia inasema, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkaao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu, mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Amen. Wapendwa, shetani alishuka kwenye nchi akiwa na ghadhabu nyingi mno. Kwa hiyo usipokuwa makini utaingia kwenye mtego wake bila kujitambua. Mungu anapokupa ahadi, inakupasa utumie umakini kwa kuifikia hiyo ahadi ya Mungu, maana shetani anaweza kujibadilisha na kujifanya kuwa malaika wa nuru ili kuwateka wale wanaobeba ahadi za Mungu. Hii ilitokea kwa Yusufu ambaye kupitia ndoto alipewa ahadi ya kuinuliwa, ila shetani alipoona hiyo ahadi akamwingia mke wa Potifa. Ndipo mke wa Potifa akamwambia Yusufu, lala pamoja nami, nitakuweka mkuu kwa vyote nilivyovimiliki. Kwa kuwa Yusufu alimgundua shetani ndani ya mke wa Potifa, akakwepa huo mtego, na Yusufu aliposhinda ndipo alipata kuinuliwa. Mpendwa katika Kristo, ilifikia pia Yesu Kristo. Kwa kuwa Yesu Kristo alibeba ahadi ya kuinuliwa na kupewa jina lililo kuu kupita majina yote, ndipo shetani akamjia na kumwambia, nisujudie, nitakupa ulimwengu wote na fahari zake zote. Lakini Yesu Kristo aligundua kwamba lengo ya shetani ni kumpotosha ili asifikie ahadi ya kuinuliwa na pewa hilo jina lililokuu kupita majina yote. Mpendwa, shetani ana ukawaida kwa wanadamu kujipa utukufu kama wa Mungu. Wakati mwingine shetani akikujia, waweza dhani umetembelewa na malaika. Ndio maana imeandikwa, zipimeni roho zifanyazo kazi juu yenu, kwa kuwa kama imetoka kwa Mungu au la. Kumbuka, Eva alisikiliza sauti na akala tunda bila kuchunguza roho iliyosemezana naye. Kwa
kuwa imetoka kwa Mungu au la, na ikampelekea kuleta uharibifu na kupoteza mahali pake ambapo Mungu alimtia, na kupoteza kile ambacho Mungu alichokiweka kwao kama ahadi. Mpendwa katika Kristo, kuna baadhi ya watumishi wa Mungu ambao walianza na Mungu, lakini kuna baadhi ya sauti waliosikia ikawapeleka kwenye maanguko bila kuchunguza roho iliyosemezana nao. Wengine manabii wengi walichanganikiwa kwa kusikiliza kila sauti iliyosemezana nao pasipo kujua hiyo sauti inatokana na nini. Tusome katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura 22 mstari wa 16. Biblia inasema hivi, kuenda kabisa katika mstari wa 28. Biblia inasema hivi, maandiko matakatifu yanasema, mfalme akamwambia, mara ngapi nikuapishe usiniambie neno ila yaliyo kweli kwa jina la Bwana? Akasema, niliwaona Waisraeli wote wametawanyika mlimani kama kondoo wasio na mchungaji. Bwana akasema, hawa hawana bwana, na warudi kila mtu nyumbani kwake kwa amani. Mfalme wa Israeli akamwambia Yosafati, je, sikukuambia hata nibashiria mema ila mabaya? Mikaya akasema, sikia basi neno la Bwana. Nilimwona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi, na jeshi lote la mbinguni wamesimama upande wa mkono wa kuume na wa kushoto. Bwana akasema, ni nani atakayemdanganya Ahabu ili akwee Ramgileadi aanguke? Basi huyo akasema hivi na huyu hivi. Akatoka pepo akasimama mbele za Bwana akasema, mimi nitamdanganya. Bwana akamwambia, jinsi gani? Akasema, nitaondoka na kuwa pepo wa uongo kinywani mwa manabii wake wote. Akasema, utamdanganya na kudiriki pia. Ondoka ukafanye hivyo. Basi angalia, Bwana ametia pepo wa uongo kinywani mwa manabii wako hawa wote, naye Bwana amenena mabaya juu yako. Ndipo akakaribia Zedekia mwana wa Kanana, akampiga Mikaya kofi la chavu, akasema, roho ya Bwana ilitoka kwangu ili iseme nawe. Mikaya akamwambia, angalia, utaona siku ile utakapoingia katika chumba cha ndani ili ujifiche. Mfalme wa Israeli akasema, mchukueni Mikaya mkamrudishe kwa Amoni mkuu wa mji na kwa Yoashi mwana wa mfalme. Mkaseme, mfalme asema hivi, mtieni mtu huyu gerezani, mkamlishe kwa chakula cha shida na maji ya shida, hata nitakaporudi kwa amani. Mikaya akasema, ukirudi kabisa kwa amani, Bwana hakusema na mimi. Akasema, sikilizeni enyi watu wote. Amen. Wapendwa katika Kristo, neno hili linawaelekea wale ambao wanalazimisha utabiri, wale ambao wanalazimisha mambo ya utabiri wa maisha yao. Watu wengi badala ya kumtii Mungu na kulitii neno la Mungu wanapenda kuishi kwa unabii. Basi matokeo yake ni kwamba Mungu huwa humtuma pepo kwa vinywa vya hao manabii ili akupoteze, maana huna maarifa ya neno la Mungu ndani yako. Wengine hukimbilia kwenye vyumba vya utabiri, wanakwambia shida ulio nayo yanatokana na mama yako mkwe. Wengine wanaambiwa shangazi yako kakuloga. Hayo mambo
hayajengi mema, lakini yanajenga chuki na matengano na kusababisha magawanyiko ndani za jamaa. Wapendwa katika Kristo, najua kwamba kuna watu ndani ya jamaa wanaweza kuwa chanzo cha mizozo kwenye maisha yako, ila neno la Mungu linasema kwamba vita vyetu si juu ya damu na nyama. Unapopigana na ndugu yako, fahamu kwamba unapigana na damu na nyama. Ikiwa mama yako mkwe au shangazi yako au mama yako amekuloga, fahamu kwamba vilifanyika katika roho na baadaye vikavaa mwili. Ndio maana inakupasa wewe pia wapige kwa silaha ya roho, nawe utaona pia matokeo katika mwili, kwa kuwa mambo yote huanzia katika roho kisha huzirika katika mwili. Lengo la shetani ni kuwa na wafuasi wengi na kufanya siku moja ulimwengu wote uwe chini ya udhibiti wake. Kwa hiyo wapendwa, inawapasa kuzivaa silaha zote za Mungu ili mpate kuzishinda hila za shetani. Basi acha tuombe Mungu. Mungu alibariki neno lake. Amen. Baba Mungu, katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru Bwana kwa ajili ya neno lako. Tukufu na heshima ni zako, mfalme wa mbingu na nchi. Jina lako libarikiwe kwa ajili ya huyu baba, kwa ajili ya huyu mama, kwa ajili ya huyu ndugu, popote pale anapotufuata. Bwana, mujaze nguvu na neema yako. Bwana Mungu wa Israeli, acha neno hili likapate nafasi ndani ya maisha ya huyu ndugu na kuleta mabadiliko, kwa sababu neno lako ni nuru yetu, neno lako ni taa yetu, neno lako ni mwanga wa njia zetu, neno lako Bwana ni uzima wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya neno hili ambalo umelidhihirisha kwetu. Jina lako libarikiwe Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Acha Roho wako Mtakatifu apate kuleta mabadiliko kwa maisha ya huyu baba, kwa maisha ya huyu ndugu, kwa maisha ya huyu kaka, kwa maisha ya huyu kijana, kwa maisha ya huyu msichana, katika jina la Yesu Kristo aliyefufuka. Navunja matokeo yote uharibifu wa giza kwenye maisha ya huyu ndugu, kwa kile ambacho shetani amejipenyeza kwa hayo, kupitia chochote kile ambacho alichokitumia kwa kuleta uharibifu kwa huyu ndugu, katika jina la Yesu Kristo aliyefufuka. Nimetakasa masikio ya huyu ndugu Bwana, ipate kusikia sauti yako, bali kila isiyokuwa sauti yako ninaiwekea mipaka kwa damu ya Yesu Kristo aliyefufuka. Chochote kile ambacho shetani anachoweza kukitumia kwa ajili ya kupotosha watu wako na kuleta sauti zidanganyazo na kuwapelekea kuishia njia ya maono walioibeba, katika jina kuu la Yesu Kristo, mpango wote wa ulimwengu wa giza ninaibomoa na kuivunja kwa damu ya Yesu Kristo aliyefufuka, kwa jina kuu la Yesu Kristo. Baba, achilia nguvu za neema yako ionekane, uwepo wako Bwana utembee kwa jina la Yesu Kristo ali hai, na aliyo mapenzi yote ya shetani yapate kushindwa, mitego yote ya adui ipate kuvunjika kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu Kristo aliyefufuka. Baba, ubariki wale ambao Bwana umewaweka na kuwateua kama watoto wako kupitia nguvu na uwezo wa damu ya Yesu Kristo, ambao uliwachagua na kuwafanya kwa wako. Baba, walinde na ule mwovu shetani asipate nafasi kwenye maisha yao, katika jina la Yesu. Natangaza ukombozi kwa wale ambao ni wagonjwa, wale ambao waliotekwa na magonjwa na kulemewa na madhaifu mbalimbali. Bwana, katika jina la Yesu natangaza nguvu za neema na ukombozi na ufungulivu juu ya maisha yao. Baba, watie nguvu mpya tena, ulete tena neema mpya na kuzitisha nguvu mpya kwa jina kuu la Yesu Kristo. Shetani apate kushindwa na makusudi ya ulimwengu wa giza ishindwe juu ya maisha yao. Baba, ninawabariki watu wako nikiwaombea Baba mahitaji yao uyajibu, wale wote wanakuwa na mahitaji mbalimbali, kile ambacho Bwana inasababisha wasio na furaha kwa sababu ya vilio ambavyo na shida na kupitia kwenye kazi, kwenye biashara na kwenye shughuli na uzifanya Bwana, wengine hawaoni mafanikio. Mungu wa neema,
zidisha neema kwa ajili ya taifa lako na kuleta mabadiliko katika jina kuu la Yesu Kristo. Waombea watu wako neema na nguvu za mafanikio. Baba, asante kwa ajili ya uwepo wako, asante kwa ajili ya neema yako ambayo umeidhihirisha kwa ajili ya taifa lako. Utukufu na heshima ni zako, Bwana Mungu wetu, milele na milele. Amen. Oh, what joy will fill my heart.